kwa makala, sio habari, ni makala iliyoandikwa na Ansbert Nguruma kwenye ukurasa wa 9. Anasema tumuombee Magufuli au tumuombee Tundu Lissu. Haya ni maoni kwanza ya Ansbert. Na tulitegemea kwamba mkurugenzi wa maelezo badala ya kufungia gazeti na yeye angeandika maoni yake, tumuombee Magufuli badala ya Lissu. Akamjibu. Na hivi ndivyo uandishi wa habari ulivyo. Tulichapisha kwenye gazeti hili la Mwanahalisi Lipumba Ibrahim akisema kwamba uchumi wa nchi unayumba. Salva Rweyama wakati wa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya rais akaandika makala kumjibu Lipumba. Tukachapisha na tukafungua mjadala. Wanaomuunga mkono Salva, maoni ya Salva, na wanaomuunga mkono maoni ya Lipumba. Tukachapisha karibu mara 20, halafu tukaufunga mjadala, tukasema mjadala umefungwa. Sasa mwandishi kuanzia para ya kwanza, paragrafu ya pili, mwandishi anaanza kwenye paragrafu ya kwanza, tangu Tundu Lissu pichani alisisitiza mara kwa mara kwamba mambo mengi yanayofanywa na Rais Magufuli ni ya kukurupuka na analeta hasara kubwa kwa taifa. Rais na baadhi ya wafuasi wake wamekuwa wakisisitiza kuwa yoyote anayempinga rais ni msaliti. Hata majuzi katika moja ya hotuba zake mubashara zaidi majuzi, Rais Magufuli alisema kuanzia hapa mpaka huko mwisho, mwandishi ananukuu maneno ya rais na maneno ya Lissu. Rais anasema, nilipokuwa nikizungumza ndugu zangu kwamba hii ni vita ya uchumi na vita ya uchumi ni mbaya kuliko vita ya kawaida. Vita ya kawaida adui mnamuona, na sasa na saa nyingine msaliti anapowasaliti. Mkiwa katika vita ya kawaida, askari wanajua kazi yao kuwa wanafanya nini. Huwezi kuwa msaliti halafu ukasurvive, yani ukaachwa uishi. Mwandishi amefanya nini? Amenukuu. Mwandishi amenukuu maneno ya rais aliyesema hadharani. Hajawahi kuyakana na hawezi kuyakana kwa sababu televisheni zimemuonyesha. Mwandishi amenukuu majibu ya Lissu, anasema mimi wakati napambana kwenye vita hii ya madini, wewe nilikuwa sijui uko wapi. Alikuwa anamjibu mtu mmoja ambaye aliandika kwenye mtandao. Lakini Rais Magufuli nilikuwa najua alikuwa wapi. Alikuwa upande wa CCM ambao ndio walileta mikataba hii. Haya sio maneno ya mwandishi, ni maneno ya Lissu ambaye alikuwa anamjibu mwanasiasa mwenzake. Mwandishi wa habari ameanukuu kwenye gazeti. Maelezo anasema kwa maneno haya umemdhalilisha rais, ujitetee. Yaani rais ametamka yeye mwenyewe maneno yake, halafu wewe umeanukuu mwandishi, wewe unaambiwa umemdhalilisha. Mimi nadhani wangemshauri vizuri kwamba azungumze vizuri. Sisi waandishi wa habari gazeti ni kuripoti. Sasa barua ya maelezo ilikuja hapa saa 5 kamili. Saa 5 kamili. Utetezi unatakiwa upeleke saa 6 kamili. Hili anaandika received saa 5 kamili. Barua inasema kuwasilisha maelezo ya utetezi na kuomba radhi kwa umma. Ofisi ya mkurugenzi idara habari maelezo imetafakari kwa kina na juu ya mwenendo wa mtindo wa uandishi wa habari wa makala katika gazeti lako. Sasa imeorodhesha magazeti mengi, sitaki nisome huko. Sasa mwisho huko nawaambia hapa. Kwa kuwa mwenendo na mtindo wa habari na makala zinazopitwa na gazeti lako zinakiuka maadili na taaluma ya uandishi wa habari kwa kiwango kikubwa na kuipotosha jamii, kuleta uchochezi, kuzua taharuki na migongano baina ya wananchi na serikali yao, na hivyo kukiuka vifungu vya 52(1) A, C, D, E na 54(1) vya sheria ya huduma habari namba 12 ya 2016. Ofisi ya mkurugenzi wa idara ya habari maelezo inakutaka kuwasilisha maelezo yako leo Jumatatu Septemba 18, 2017 kabla ya saa 6 mchana ya kwa nini gazeti lako lisichukuliwe hatua stahiki za kisheria. Toka saa 5. Barua inaletwa saa 5. Saa 6 kabla saa 6 uwasilishe utetezi maelezo. Kutoka hapa Mwanahalisi hapa kwenda idara ya habari maelezo kwa usafiri wa umma ni zaidi ya saa 1. Ni unaweza kutumia saa 1 kwa foleni iliyopo Dar es Salaam. Wewe unaambiwa ujitetee na upeleke barua kule kabla ya saa 6 mchana.
na anaandikiwa barua hii mhariri mkuu. Na ninyi mnajua kwamba sio afisa yeyote katika kampuni anaweza akajibu barua ya kitaaluma. Mhariri mkuu hakuwepo ofisini, alikuwa kwenye semina Kunduchi Beach. Mawasiliano yakafanyika. Ufanye mawasiliano na mtu aliyepo Kunduchi Beach ambaye hana kompyuta, ambaye hana printer, ambaye sasa barua itoke Kunduchi Beach ifike maelezo saa 6. Sisi tukaona hawa watu wana nia mbaya. Ikaandikwa tu barua fupi ikisema kwamba tunakiri kupokea barua yako. Katika makala hiyo mwandishi alinukuu maneno ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Tundu Lissu. Hatukuwa na nia mbaya ya nukuu hizo kwa kuwa zilitolewa hadharani kwa umma na kunukuliwa mbashara. Lakini kwa kuwa yamepokelewa vibaya na ofisi yako, tunaomba radhi kwa usumbufu huo. Tuko tayari kuomba radhi kwa umma katika toleo lijalo la gazeti. Haya jamani, hayakuwa na maana kwamba sisi tumekosea. Tulikuwa tunalinda gazeti letu. Sisi tumefungiwa wakati kuna amri ya mahakama kuu ya Dar es Salaam iliyotolewa na Jaji Bongole kwamba serikali isifungie gazeti la Mwanahalisi au isilisakame, na ikiwa na malalamiko yoyote iende mahakamani. Amri iko hapa, wakili yuko hapa, ataifafanua. Na tunayo hapa. Lakini serikali imefungia gazeti bila kwenda mahakamani. Mkurugenzi wa maelezo alikuwa mshtakiwa wa pili kwenye hiyo kesi. Mshtakiwa wa kwanza alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mshtakiwa wa pili alikuwa alikuwa mshtakiwa wa tatu. Mshtakiwa wa pili alikuwa waziri wa habari. Na mshtakiwa wa tatu msajili wa magazeti, ambaye ni mkurugenzi wa maelezo. Mkurugenzi wa maelezo, ile kesi serikali imekata rufaa, imeenda Court of Appeal. Mkurugenzi wa maelezo hakukata rufaa. Hakukata rufaa. Maana yake nini? Maana yake ameridhika na uamuzi wa mahakama kuu. Kwa hiyo yeye hapaswi kufanya lolote lile lolote. Sasa wakili wetu amewaandikia barua. Fredi atatusaidia baadhi ya maeneo, lakini mimi nadhani nilisema hivi moja kwamba tumemwandikia barua na tumemsave jana. Barua hapa imeandikwa na Dr. Rugemeleza Nshara Advocates, tukimtaka afute zuio la kufungia Mwanahalisi ndani ya siku 2. Yaani jana na leo. Kwa sababu ni kinyume cha sheria za nchi. Asipofanya hivyo tutaenda mahakamani. Na moja ya maombi ambayo tutaenda mahakamani, pamoja na maombi ya kufungulia gazeti, tutamdai fidia yeye binafsi ya shilingi milioni 41 kwa kila chapisho la Mwanahalisi ambalo halikuchapishwa kutokana na zuio lake. Hilo tumeshaagiza mawakili wetu, na wakili wameshaandika barua, wameshamsevu. Jana wameseviwa maelezo, jana wameseviwa Wizara ya Habari na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa serikali, na leo asubuhi ameseviwa waziri kwa anwani yake ya Dodoma. Kwa hiyo tumemtaka afute hilo zuio ndani ya siku 2. Asipotekeleza tunakwenda mahakamani kumdai fidia binafsi. Maana hapa sio serikali, ni mtu sasa amejipa mamlaka ambayo hanayo, halafu amechukua mamlaka, amevunja amri ya mahakama. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kumdai fidia yeye ya milioni 41 kwa kila toleo chapisho. Na tutataka mahakama itoe nafuu nyingine na kupiga marufuku watu wengine. Maana kesho anaweza kutokea mtu, hata ndugu yangu baada hapa akiwa anatoka Habari Leo akatangaza tu gazeti limefutwa. Maana sasa mtu yeyote yule wa serikali yako, mtu mtumishi wa serikali anaweza kuamua. Kwa hiyo tunataka kukomesha hili jambo. Gazeti la Mwanahalisi kwa ufupi kabisa nimalizia, halijawahi kuandika uongo na halina policy ya kuandika uongo. Inaandika habari za kweli, sahihi na zinazopendwa na watu wengi. Lakini tumekuwa tunasakamwa
ama kwa sababu wanazozijua wao, ama kwa sababu nyingine ambazo wao wanazielewa. Lakini sisi tunaamini kwamba wanatuzuia, yani wanatufungia ili tusiendelee kuibua mambo mengine ambayo wao hawataki kuyasikia. Kwa mfano, tulipofungiwa juu ya Dr. Stephen Liboka, walikuwa wanajua stories zinazofuata baada ya Dr. Stephen Liboka kufungiwa, kuataki. Tulipofungiwa juu ya Mawio Zanzibar, Mawio walipolifungia juu ya mambo ya Zanzibar, walikuwa wanajua gazeti linaelekea kuandika nini, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Maalim Seif hashiriki uchaguzi. Wao walikuwa hawataka kusikia hiyo lugha. Na tulipofungiwa hii sasa hivi, wanajua kwamba sisi tunaelekea wapi, kwa sababu tuna resource za kufika mpaka Nairobi hospitali, kujua na kuongea na Lissu. Na Lissu mwenyewe amesema hao waliomteka anawajua. Kwa hiyo mimi nadhani walikuwa wanaogopa uchunguzi yakinifu ambao ungefanywa na mwanahalisi, halafu umma ukaelezwa juu kilichotokea. Sasa wameamua kutukana mikono. Sisi tunachosema hatukubaliani na jambo hili. Ni jambo katili lililofanyika,